Ndugu mtazamaji unayenitazama katika kipindi cha leo, karibu ili uweze kusikiliza mada ambayo nimekuandalia. Na mada ya leo inasema tabia njema na mtazamo sahihi kama chanzo cha mafanikio ya kweli. Kila mtu anatamani kufanikiwa, lakini si kila mtu hupata mafanikio ya kweli. Na mafanikio ya kweli yamejengwa katika msingi wa tabia njema na maono sahihi au mtazamo sahihi wa kuyaendea yale malengo ambayo mtu anakuwa amejiwekea. Mafanikio ya kweli na yale ambayo yanaweza kudumu kwa muda mrefu hayategemei taaluma ya mtu, hayategemei ujuzi wa mtu au elimu ambayo mtu anaipata darasani. Lakini mafanikio haya yanapatikana zaidi kutokana na tabia njema aliyonayo mtu na mtazamo sahihi wa mambo ambayo anayafanya, wa malengo ambayo amejiwekea, lakini pia matamanio aliyonayo ambayo anataka kuyafanyia kazi ili amfikishe sehemu nyingine. Tabia njema ni dira inayomwongoza mtu kufanya mambo makubwa ambayo sio kila mtu anaweza kuyafanya, na maono sahihi na mtazamo sahihi ni mwanga ambao unamwongoza mtu kuyafikia malengo yake akiwa katika mwelekeo chanya. Mifumo bora ya kazi katika taasisi, mbinu nzuri ambazo zinawekwa katika utendaji, na wakati mwingine sheria na taratibu zinazoongoza utendaji wa kazi haziwezi kufidia mapungufu ambayo yanatokana na tabia isiyofaa. Hivyo mtu anaweza kuwa na miongozo inayomwelekeza kufanya jambo fulani. Mtu anaweza kuwa na ujuzi, elimu ya kila aina, amesoma madarasa yote na kupata elimu kwa ufanisi mkubwa, lakini vyote hivi haviwezi kuleta matokeo mazuri au mafanikio ya kweli ikiwa mtu huyu tabia yake si nzuri. Na hivyo ni vyema tukaelewa kwamba katika jamii ya leo, taasisi zinazofanya kazi leo ili ziweze kufanikiwa na kuleta mafanikio ya kweli, ni lazima zijikite katika kujenga jamii yenye tabia njema na yenye mtazamo sahihi wa maendeleo, mtazamo sahihi wa mafanikio. Kinyume na hapo, haitawezekana kuwa na mafanikio ya kweli. Tabia ni namna ambavyo mtu alivyo, hasa kwa ndani, imejengwa katika hisia, matamanio na mawazo yake ambayo ndiyo yanakuja kuelezea uhalisia wa matendo kutokana na mienendo yake. Mtazamo ni yale maono alionayo mtu, na mara nyingi ni maono ya mbali juu ya mafanikio anayotazamia kuyapata, juu ya malengo anayojiwekea kuyafikia ili kuleta mabadiliko katika maisha yake binafsi, lakini hata jamii anayoishi nayo. Mara nyingi tabia inakuwa ni kitu cha muhimu kuliko ujuzi na uwezo alionao mtu, kwa sababu tabia ni chanzo cha kujenga nidhamu. Tabia inajenga heshima,
Tabia inajenga uwajibikaji wa mtu mwenyewe pasipo kusimamiwa na mtu mwingine, kwa sababu ni jambo linalotoka ndani yake yeye binafsi. Kwa hiyo mtu yeyote mwenye tabia njema na mtazamo sahihi mara nyingi anafanikiwa, na hata anapohitaji msaada wa watu wengine ni rahisi sana mtu huyo kupokea mawazo na msaada huo kutoka kwa watu wengine, lakini akayatumia yale mawazo kwa uzuri zaidi, kwa sababu ndani yake kuna kitu cha kipekee ambacho kinajenga mtazamo wake, kinajenga maisha yake mwenyewe. Hata inapotokea amepokea ushauri, amepokea mawazo mapya, amepokea ujuzi, tabia ile inakuwa ni msingi wa kushikilia mambo hayo ya msingi yanayoingia kwake. Mtu mwenye tabia njema na mtazamo sahihi yuko tayari kupokea mawazo mengine ya watu wengine, ya jamii nyingine, na kuyafanyia kazi kwa usahihi na kwa utulivu, kwa nidhamu, kwa heshima na ustadi, kwa sababu ndani yake tabia inamuongoza katika mtazamo sahihi wa kuyaona mambo kwa uzuri, kuyapokea katika hali ya tafakari nzuri, na hivyo kuwezesha mabadiliko ya kweli na mafanikio ya kweli. Jamii yetu inaendelea kuwekeza katika elimu, inawekeza katika mafanikio ya vijana, inawekeza katika mafanikio ya vikundi mbalimbali vya kina mama, inawekeza katika kuleta mabadiliko chanya ili kuleta mafanikio ya taifa na ya jamii ambapo watu wanaishi. Lakini changamoto kubwa ambayo inaikumba jamii hii leo, watu wanapata elimu kwa madaraja tofauti. Wengine wanafikia hadi kuwa maprofesa, wengine madaktari wa falsafa, wengine madaktari wa tiba za binadamu, wengine wana saikolojia, wengine mainjinia. Lakini swali katika jamii imekuwa ni kwa nini maadili maeneo ya kazi, maadili katika jamii yanashuka? Ndipo tunakuja kukutana na umuhimu wa kuliangalia swala hili la tabia njema na mtazamo sahihi. Mbali na kwamba watu wana elimu kubwa, lakini jamii yetu imepoteza maadili, na wanasaikolojia wanajitokeza kuiongelea afya ya akili. Afya ya akili na mienendo ya watu inajengwa katika swala zima la tabia. Tabia ya mtu iliyo njema ndiyo chanzo cha mafanikio ya kweli. Hivi karibuni utafiti uliofanywa na kampuni ya San Francisco ya Marekani umekuja na matokeo kwamba mchango wa ujuzi, mchango wa taaluma, mchango wa elimu katika mafanikio ya kweli ni 15%, na 85% inayobaki inaonekana inatokana zaidi na mtazamo wa mtu au tabia alionayo mtu. Na hivyo tunadhihirisha pia kupitia tafiti kwamba jamii inayowekeza katika tabia njema na mtazamo sahihi inafanikiwa kuleta mafanikio ya kweli kuliko jamii ile ambayo imewekeza katika ujuzi pekee. Jambo hili ni la muhimu sana tunapoendelea kujenga taifa letu, tunapoendelea kujenga taasisi zetu, tunapoendelea kujenga mashirika
mbalimbali katika jamii zetu, ni lazima kuona mtazamo huu wa mchango wa tabia njema na mchango wa mtazamo sahihi kama nguzo ya mafanikio. Taasisi ambayo imejenga msingi wa watu wake kuwa na tabia njema huyafikia mafanikio ya kweli kwa haraka. Na jamii au taasisi na wakati mwingine taifa ambalo lina watu wasio kuwa na mtazamo sahihi na tabia njema inasababisha changamoto mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kutokuwepo na maendeleo endelevu, kuwa na migogoro isiyomalizika mahali pa kazi, watu kuwa na ubinafsi, watu kutokuwa na mtazamo chanya wa mafanikio ya kijamii na kuwa na mtazamo wa kutojali wengine. Kwa kuhitimisha kipindi chetu, nitoe ushauri kwa jamii kwamba katika karne hii tuliyo nayo ambayo ina mambo mengi, teknolojia imekuwa, ubunifu ni mwingi, mwingiliano wa jamii ni mkubwa kutokana na utandawazi, lazima kama taifa tufikiri zaidi, jamii zetu zifikiri zaidi, familia zetu zifikiri zaidi, taasisi tunazofanya kazi, tunazozitumikia, tunazoziongoza zijaribu kuwa na mtazamo mpana zaidi wa kuangalia ni namna gani tunaweza kujenga jamii yenye watu wenye tabia njema, yenye watu wenye mtazamo sahihi wa maisha.